mwenzetu vipi babu? Dawa ametoa wapi? Akaambia jamani, kule kwenye safina la yule mwehu kule ndiko kuna dawa hizo. Usitutania. Akasema kama muamini basi endeleeni kujikuna. Mimi mwenzenu nafaidi sasa hivi hapa. Watu kusikia kwamba kwenye jahazi la Nuhu kwenye zile haja zao ndio dawa. Watu wakaenda kufakamia zile dawa, wakaenda kufakamia ule mzigo. Mtu kweli akijipaka anapona. Na Nuhu akaanza kupata stress kwamba sasa nitafanya vipi usafi kwenye hilo jahazi. Watu washageuza kuwa ni choo cha jamii. Kumbe Mungu ana hekima zake bwana. Anajua tu wao wajinga watasafisha wenyewe. Mungu ni mkubwa sana ndugu zangu. Basi watu wakaanza kwenda wanajipaka kile kinyesi. Wanajipaka wanapona. Wanajipaka mchanganyiko wa haja kubwa na ndogo zile. Wakijipaka wanapona. Haja zao wenyewe. Ikafikia pointi ule tu mzigo wa kawaida hivyo kuona kwa macho ule pale ukaisha. Yaani safina likawa safi kabisa, lakini ikabakia vile vichembe. Wale ambao walikuwa bado hawajapona ikabidi wao wanatafuta hadi maji ili kukusanya kidogo mzigo na nini, wanasugua wanavuta tu maji yaani kumbe ndo wanasafisha hivyo mzee. Nadhani mnanielewa. Basi ikaza mwisho safina likawa ni jeupe kabisa safi. Nuhu akamwambia jamani, mmeona mambo hayo? Bado tu amwamini kwamba hili jambo liko serious. Amkubali kwamba Mungu ni mmoja, haonekani na ndio kuabudia, achana na mambo ya masanamu. Watu bado wakawa wanaubishi. Mungu akamwambia bana, inatosha sasa. Unaweza akampa maagizo ya kukusanya katika wanyama na ndege na wadudu kila kiumbe wawili. Akawaingiza kwenye safina lile. Akawaongoza kwenda kwenye jahazi. Wale waliokuwa wamepointiwa na Nuhu kwamba wewe na wewe kwenye jahazi, walikuwa wanaenda kwa muongozo wa malaika, kwa kuongozwa na malaika wa Mungu. Wanaingia kwenye jahazi mpaka idadi ilipotimia kila kiumbe viwili. Basi miongoni mwa watu ambao walikuwa hawajamwamini Nuhu kabisa ni mke wake wa nyumbani. Nuhu alikuwa hajamwamini mume wake. Na yeye alikuwa ni katika wale watu ambao wanaamini kwamba Nuhu ni mwehu, ni mwenda wazimu. Tena kuna muda alikuwa akienda kwenye jamii, anaenda kuambia jamani, mimi najua mume wangu simuelewi kabisa. Kuna muda usiku nakuwa namuona anazungumza peke yake vitu ambavyo havieleweki, anaongea na mtu ambaye hata simuoni. Yaani kwa kweli huyu jamaa mko sahihi kweli. Kichwani hayuko sawa. Mke wake mwenyewe. Umeona? Basi Nuhu bwana kwenye kuomba watu watakaonusurika na adhabu ya Mungu kwa kuingia kwenye jahazi, akamuomba Mungu pia amsaidie mke wake na watoto wake pia waingie kwenye jahazi. Mungu akamwambia Nuhu, nimekwambia uingie wewe na watu wako kwenye jahazi. Mke wako na huyo mwanao sio katika hao watu wako. Na maanisha watu wako ni wale ambao wameukubali ujumbe ambao mimi nimekupa kutoka mbinguni, kwamba waache kuabudu masanamu, waniogope mimi na wanitii. Hao ndio watu wako. Nuhu akamwelekea mwanae, akamwambia, mwanangu, siku hii ya leo hamna kitakachobakia hapa kwenye mgongo wa ardhi isipokuwa wale tu ambao watakuwa tupo kwenye jahazi. Ingia kwenye jahazi mwanangu, uepukane na adhabu na ghadhabu ya Mungu. Kidogo yule mtoto wa Nuhu akamwambia hivi, mzee unanichukuliaje? Yaani wewe unasema sijui itakuwa kwaje? Bana, kama issue ni kwamba hii ardhi itajaa maji. Milima ipo kibao mzee. Milima ipo ya kutosha, miti mirefu ya kuzidi. Mimi nitaangamia vipi na maji? Mzee wangu, mzee una vituko wewe. Yaani milima yote hii, mamiti yote marefu haya kweli nitashindwa kupanda mpaka maji yaniangamize? Nuhu alivyoona ugumu wa nyoyo za watu wake, akawa hana tena muda wa kupoteza, na muda ulikuwa ushaisha. Akaingia kwenye jahazi yeye pamoja na wale waliomwamini. Kisha baada ya hapo sasa Mungu akashusha vitu. Mvua iliyoshuka hapo mzee,
Mnaiona hii ardhi tunatembea kila siku, tunaenda na kurudi, tunachimba, tunajenga. Hii ardhi ina maji mengi kuliko hata ambao yanashuka kutoka mbinguni. Ilinyesha mvua ambayo inakutana katikati, yani maji kutoka juu na maji kutoka chini, alafu yakikutana yana spread, yanatambaa. Mzee, watu walivyoanza sasa kuona sasa ngoma imekuwa ngumu, sasa wakaanza kwenda kujaribu kubisha kwenye safina la jahazi, kwenye safina la mtume wa Mungu Nuhu, wakiomba wafunguliwe. Nuhu, Nuhu, tunakuomba tufungulie safina na sisi tuingie tunusurike na kinachotukuta huko nje. Nuhu akamwambia, mimi sina uwezo. Mimi sina uwezo kabisa, kwa sababu kwanza huo mlango sijaufunga mimi. Mlango wa safina sijafunga mimi jamani. Mnanionea tu bure. Basi ikanyesha mvua ya maajabu ya mbinguni na ardhini kwa mwendo wa siku 40 mfululizo, bila kukoma, bila kupungua spidi ya unyeshaji. Spidi ile ile kwa muda wa siku 40. Basi kila kilichokuwa kwenye mgongo wa ardhi kikaangamia. Hakuna kiumbe kilichokuwa kina uhai kwenye mgongo wa ardhi, tofauti na wale viumbe walioingia kwenye jahazi la mtume wa Mungu Nuhu, ambacho kilibaki salama. Mungu akaamua kuisafisha ardhi yake dhidi ya uchafu wa watu kuabudia masanamu. Kwa hiyo kwa leo naomba tuishie hapo. Tutaendelea katika mwendelezo wa hizi simulizi. Na kukumbusha kusubscribe kwanza, kisha kucomment, kulike na kushare hizi video, ili watu ambao unawapenda waweze kupata maarifa haya kutoka kwa ndugu yenu hapa Christian Clement Masiligiti, the golden man, the golden guy on the earth is Christ. Yes, kwa hiyo nashukuru, asanteni sana kwa kunifuatilia, na Mungu awabariki sana. Tutaendeleza mwendelezo wa hizi video wa hii elimu katika video ambazo zinafuatia. Asanteni sana na Mungu awabariki. Chao.